Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Habarini za siku 6 wapendwa katika Bwana. Naam, karibuni katika sabato hii ya leo. Sabato ya tarehe 5. Tunayo furaha kabisa kuwa na wageni na kuanza vipindi vyetu vya semina hii asubuhi ya leo. Na wakati huu tunapokwenda kuanza vipindi vyetu vya semina, inawezekana kuna mwingine bado amechelewa kidogo. Tunamkaribisha sasa katika vipindi hivi. Lakini pia wako watazamaji wetu na wafuatiliaji wetu wanaotufuatilia katika mitandao ya kijamii na katika chaneli yetu kupitia chaneli yetu ya Nitume Mimi TV. Ni wakati sasa tunapokwenda kuanza vipindi vyetu mfululizo wa masomo yetu. Nipende tu kuwakaribisheni mlioko hapa na mnaotufuatilia mbali, muweze kuwa tayari kwa ajili ya kufuatilia vipindi vyetu hivi vinavyoendelea, vitakavyodumu kuanzia leo mpaka siku ya Jumatatu, vikiwa na mfululizo wa masomo. Kwa hiyo wakati huu tunapokwenda kuanza kipindi chetu cha kwanza, na mada kuu ikiwa ni Yesu. Yesu ni nani? Wapendwa, tujiweke tayari kwa kipindi hiki, kwa wewe ulioko hapa na wewe unayetufuatilia katika mitandao ya kijamii, ili tuweze kujua kwamba ni nini kiko mbele yetu na kitakuwa katika hali gani. Na kwa kwenda kumkaribisha msimamizi wetu au mnenaji wetu wa kipindi hiki cha kwanza, basi tupige magoti mbele za Bwana, nami nitaomba kwa ajili ya kipindi hiki. Tuombe. Mtakatifu Mungu Mwenyezi, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye utukufu, masaa ya Mungu wa mbinguni, tunakuja mbele za uso wako kwa ajili ya kipindi hiki cha kwanza. Kipindi hiki Bwana umekibariki na umekiwezesha kiwepo hapa kwa makusudi yako. Sisi tulio watazamaji na wasikilizaji, hata wanaoendelea kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, katika chaneli yetu ya Nitume Mimi TV na chaneli zingine zinazochukua masomo haya, Mungu wa mbinguni ukawabariki na ukafungue fahamu zao kwa ajili ya kujifunza zaidi juu ya masomo haya. Mungu wa mbinguni, mtumishi wako anapokwenda kusimama kwa ajili ya kipindi hiki cha kwanza, Mfalme wa amani asisimame yeye mwenyewe. Kwa macho ya kibinadamu tumtazame yeye, lakini tujue kwamba ukuu wako Mungu wa mbinguni uko pamoja naye. Katumie mwili wake na kinywa chake kama chombo, isipokuwa mnenaji mkuu, Mfalme wa amani ukawe ni wewe. Na maneno yatakayotoka kupitia kinywani mwake, Mfalme wa amani, wasikilizaji wanaotufuatilia katika mitandao na sisi tulioko katika maeneo haya, Mfalme wa amani, yakatujenge na yakatubadilishe. Lakini zaidi ya yote, Mungu wa mbinguni, sote makundi haya mawili walioko hapa na wafuatiliaji katika mitandao, Mfalme wa amani, siku moja tukakumbatiane mawinguni na tukipeana hongera ya kwamba hakika wewe umekuwa sababu, au Mungu amekutumia wewe mimi kuniokoa. Masaa haya, Mfalme wa amani, tunapokwenda kuanza vipindi hivi, mtumishi wako namweka mikononi mwako sasa, na ukasimame pamoja naye, nasi ukafungue fahamu zetu kwa ajili ya kupokea kile ulichokiandaa. Ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Amen. Basi
Wapendwa, kwa nafasi na saa hii nimkaribishe mtumishi wa Mungu Florian Fortunatus kwa kipindi hiki cha kwanza. Karibu mtumishi wa Mungu. Tuishi. Kuna chati. Nifanye tena na swali letu. Yesu ni nani? Yesu ni nani? Kwanza ukisikia maneno hayo kwanza unahisi kwamba huenda jirani aliyokaa naye ameshajiuliza Yesu ni nani. Huenda ukiulizwa au mimi nikiulizwa ninaweza nikatoa majibu ambayo yataleta mashaka kwamba Yesu ni nani. Kwa sasa semina hizi zinataka kutuondolea tashwishwi, mashaka, yani kiwewe, ili tunapojibu hiyo swali liwe ni swali ambalo litaondoa utata wote. Kwanza kabisa ninapenda tuanze na fungu la Mithali 27 mstari wa 17. Msomaji, karibu usome fungu. Mithali 27 na ule mstari wa 17. Biblia inasemaje? 27:17 Mithali inasema. Ndio. Chuma unoa chuma, chuma unoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Kwa hiyo kumbe hapa ni chuma kinanoa chuma. Amen. Tunatoka hapa tumeoana. Wewe unanoa mimi na mimi ninakunoa wewe. Ili sasa tuwe na majibu sahihi ya kujibu Yesu ni nani. Kwa hiyo tumuulize kwanza Yesu. Yesu atuongoze. Kitabu cha Mathayo sura ya 16 kuanzia mstari wa 13 hadi wa 16. Biblia inasemaje? Yesu aweze kutupa swali na tuone majibu inakuwaje. Mathayo 16 aya ya 13. Biblia inasemaje? Nasoma kama ilivyoandikwa. Ndio. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Ndio. Akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Watu unena mwana wa Adamu ni nani? Kwa hiyo kuna watu sasa Yesu anataka kurejesha huko wanasema mwana wa Adamu ni nani? Anasema ndio. Wakasema wengine hunena Yohana Mbatizaji, wengine wale miongoni mwetu tunasema Yesu ni Yohana Mbatizaji. Ndio. Wengine Elia, wengine nadhani ni Elia, wengine ni Yeremia, wengine nadhani ni Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia ninyi ndio mwaninena mimi kuwa ni nani? Sasa swali limerudi kwetu. Na sisi tunamnena Yesu ni nani? Ndio swali letu. Yesu ni nani? Yesu anatuuliza sisi, yeye ni nani? Ndio. Teremka. Aya 16 ndio. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, Bwana wa Mungu. Hari. Amina. Amen. Sasa Petro anajibu jibu hilo, Yesu ni nani? Sasa tuone alipata au alikosa. 17. Aya 17 Yesu akajibu akamwambia, akasemaje? Wewe Simoni Bariema, kwa kuwa mwili na damu kukufunulia hili, ndio, bali
bali ndio Baba yangu aliye mbinguni. Bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiye Petro. Asante. Kwa hiyo kumbe Yesu anauliza swali, watu huko nje wanasemaje? Sasa hiyo swali nirudi kwetu. Nani mnasema mimi Yesu ni nani? Ndio swali tunaenda nalo. Na sisi tungeulizwa, kwa mfano kuna watu wanasema Yesu ni Mungu kivipi? Wanabaki hapo. Wanasema Yesu amesema hapo. Yote majibu tunataka kupata hapo. Yesu ni nani? Njia zote ambazo tunakutana nazo katika jamii tunabidi tupate suluhisho. Yesu ni nani? Hebu twende. Je, Yesu amesema nini alipomwambia Petro? Petro anasema kwamba wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Je, tumuulize Mungu. Yesu amesema hivyo. Tuulize Mungu. Mungu, wewe kwa Yesu huyu unasema ni nani? Kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 16. Tuulize Mungu atuambie. Mathayo 3 aya ya 16. Biblia inasemaje? Nasema kama ilivyoandikwa. Ndio. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Na tazama mbingu zikamfunukia. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua. Akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Ndio. Na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Kwa hiyo Mungu amethibitisha kumbe Yesu ni mwana wa Mungu. Swali hilo unapoulizwa Yesu ni nani, tumepata jibu la kwanza ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu amethibitisha kabisa kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Tuulize, je, manabii wengine katika Agano la Kale na wao huyu Kristo huyu Yesu walimfahamuje? Tuulize. Hebu tuanze kitabu cha Mithali 30 mstari wa 4. Tusikie. Je, walijua kwamba kama jibu ambalo yametolewa Yesu ni mwana wa Mungu? Yesu, tuangalie manabii hawa na wenyewe walijibu. Mithali 30 aya ya 4. Inasema, ni nani aliyepanda mbinguni na kushuka chini? Ni nani aliyekamata upepo kwa mapenzi yake? Ni nani aliyefunga maji ndani ya nguo yake? Ni nani aliyefanya imara ncha zote za dunia? Jina lake ni nani? Ndio. Na ni nani jina la mwanae kama wajua? Ni swali. Ni nani jina la mwanae kama walijua? Sasa ndio sisi tunaulizwa Yesu ni nani? Kwa hiyo kumbe na manabii hawa walijua kwamba Mungu ana mwana. Mungu ana mwanawe. Na ndio ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27, Biblia inasemaje? Mwanzo 1 26 neno la Bwana linasema, ndio Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaacho juu ya nchi. Safi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Sasa swali hapa nasema kwamba na tumfanye mtu kwa sura yetu. Sasa je, hapa Mungu alikuwa anaongea na nani? Hapo tunakutana maswali kwa tunapokutana huko nje. Sasa tunaona hapa ni watatu. Mimi nikisema ni 10, wewe umejua ni watatu. Mungu akasema na tumfanye mtu. Wewe umejua ni watatu. Kwa hiyo kumbe kuna upotoshaji ambao unakuja kwenye ukweli, lakini unapindishwa kidogo
ili ukweli usifunuliwe na usifahamike kwa wengi. Sasa tuone huyu ambaye ana mfano wa Mungu ni nani? Tusome Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili mstari wa 4, sura ya 4 mstari wa 4. Biblia inasemaje? Wakorintho wa pili sura ya 4. Ndio. Aya ya 4. Neno la Bwana linasema, ndio, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Kumbe katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 Mungu anaposema na tumfanye, hapo Biblia inadhihirisha kwamba alikuwa anazungumza na Kristo, kwa sababu Kristo ni sura yake Mungu. Amen. Kristo ni sura yake Mungu. Na ndio maana Yohana sura ya kwanza mstari wa 33. Msomaji inasemaje? Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 34. Biblia inasemaje? Neno la Bwana katika Injili ya Yohana 1:34. Ndio Biblia inasemaje? Inasomeka hivi. Nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Yohana anathibitisha, nimeshuhudia huyu ni mwana wa Mungu. Kwa nini? Wakolosai 1 mstari wa 15 utasoma 19. Wakolosai 1:15. Neno la Bwana linasema, semaje? Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Sasa kama ukisema Mungu amefunuliwa, Mungu haonekani, Yesu ameonekana, inakuwaje? Biblia inasema Mungu haonekani, Yesu ameonekana. Sasa ukisema ndiyo yule Baba, umeanguka mtihani. Kwa sababu yameonekana. Unaweza mstari huo? Bado naendelea. Ndio. Anasema naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Ndio. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kunaongeza tena jambo lingine, mzaliwa. Sasa tunakuja, alizaliwa lini? Kwa mfano, mtumishi sisi utakuwa na kitabu hiki Qur'ani. Kuna Qur'ani ukisoma hiyo 6:101 anasema inawezekanaje Mungu awe na mwana wakati ana mke? Mawazo yao. Yaani wao wanafikiria kwamba Mungu kuwa na mwana mpaka awe na mke. Yaani mawazo yao yako hivyo. Kwa hiyo tunaenda kujua Yesu ni nani, twende na wao kuwathibitishia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na wao wanabidi wakubali, wakikataa ni wao. Wakikataa ni wao. Sasa Yesu alizaliwa lini? Hebu tuulize kitabu cha Zaburi sura ya 2 na ule mstari wa 7. Biblia inasemaje? Zaburi sura ya 2 hiyo aya ya 7. Biblia inasemaje? Neno la Bwana linasema katika Zaburi 2 aya ya 7. Nitaihubiri amri, Bwana aliniambia. Amina. Ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Mimi leo nimekuzaa. Mimi leo nimekuzaa. Mungu anamwambia Kristo, mimi leo nimekuzaa. Sasa alizaliwa lini? Mithali sura ya 8 mstari wa 22. Biblia inasemaje? Ulizaliwa lini Yesu? Mithali 8 aya ya 22. Ndio, Yesu ni nani? Nami nasoma kama ilivyoandikwa. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake. Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Ndio. Nalitukuka tokea milele tangu awali, kabla haijawako dunia. Kabla haijawako dunia. Biblia katika Zaburi tumeona 2:7 na alizaliwa. Kabla dunia haijawako na alizaliwa. Yesu nani?
kumbe Yesu ni mwana wa Mungu ambaye kabla ya dunia kuwako alikuwepo, alizaliwa. Sasa najiuliza, hizo siku ambazo alizaliwa huyu Yesu ambaye amesema nalizaliwa ni lini? Zinaitwaje hizo siku? Mika sura ya 5 mstari wa 2. Tujue hizo siku zinaitwaje. Yaani Biblia inatuweka wazi kabisa na alizaliwa lini. Sasa tuone. Mika 5 aya ya 2. Biblia inasemaje? Bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli. Kuna maneno anza mbili hapo, mwanzoni hapo. Anasemaje? Bali wewe Bethlehemu Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, ndio kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ndio ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale tangu milele. Yesu alizaliwa, kumbe Yesu amezaliwa katika siku za milele. Kabla dunia ijawako, hatuna kipimo cha kupima hizo siku. Yaani kabla dunia hii kuumbwa, hatuna uwezo wa kuzipima hizo siku, maana ilikuwa haijaanza kuhesabika katika mawazo ambayo tunaendelea leo. Kwa hiyo hizo siku zinaitwa siku za milele. Yesu anasema nalizaliwa. Amina. Amen. Kwa hiyo tukija tukauliza swali, Yesu ni nani? Likaibuka swali, nalizaliwa. Alizaliwa namna gani? Na siku zipi? Ni siku za milele. Ni siku za milele. Je, unashaka kujua za milele alimzaaje? Hebu tuanze kusoma kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1 na wa 3. Halafu tuone Mungu alimzaaje. Yohana Injili, ndio sura ya 1 aya ya 1. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Vyote vilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Bila yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo tumeona kwamba na alizaliwa. Sasa Mungu anazaaje? Nataka tuchukue fungu hii Yohana sura ya 1:1 kwamba neno alikuwa Mungu na neno alikuwako kwa Mungu. Sasa tuangalie, je, hivi kuzaliwa huku tunasema Yesu ni mzaliwa, neno alikuwa kwa Mungu. Tutafute fungu kuonyesha kwamba je, kama neno alikuwa Mungu, alikuwako kwa Mungu, alitokaje kwa Mungu huyu aliyeishi, alikuwa anaishi kwa Mungu? Kitabu cha Mwanzo sura ya 5 na ule mstari wa 2. Biblia inasemaje? Mwanzo sura ya 5 na huo mstari wa 2. Neno la Bwana linasema, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Akawabariki, akawaita jina lao Adamu. Akawabariki, akawaita jina lao Adamu. Siku ile walipoumbwa. Sasa Mungu aliumba Adamu, akaumba Hawa. Wote akawaita jina Adamu. Sasa, je, nauliza swali. Ukimuita Hawa Adamu, ataitika? Ukimuita Hawa Adamu, ataitika?
kulingana na fungu, mmoja fungu msomaji. Mwalimu wangu. Aya ya pili ya Mwanzo 5. Mwanamume na mwanamke aliwaumba akawabariki akawaita jina lao Adamu. Ninauliza, ukimuita Hawa Adamu umekosea? Hapana. Sasa turudi mwanzo, ila ni Yohana 1:1. Turudi na pale Yohana 1:1. Yaani Mungu akawabariki huyu Adamu na Hawa akawaita Adamu. Sasa turudi pale sasa. Yohana 1:1. Yesu ni nani? 1:1 Yohana. Ndio. Hapo mwanzo ulikuwako neno. Sasa tuchukue maneno ya kule mwanzo tuyaweke hapo. Hapo mwanzo alikuwepo Hawa. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye Hawa alikuwepo kwa Adamu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye Hawa alikuwa Adamu. Kwa hiyo kumbe ukimuuliza Hawa baba yako ni nani? Atasema Adamu, kwa sababu alitoka kwa nani? Kwa Adamu. Yesu ni nani? Yaani ukimuuliza Hawa kwamba baba yako ni nani, anasema ni Adamu, kwa sababu alitoka kwa Adamu. Hawa alitoka kwa Adamu. Yesu ni nani? Na amesema nalizaliwa siku za milele. Kwa hiyo kumbe Yesu alitoka ndani ya Mungu. Hebu soma kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 18. Yohana sura ya 1 mstari wa 18. Biblia inasemaje? Yohana 1:18 inasema, sasa hapo tumie kitabu cha KJV. Amina. Karibu. 1:18 inasema, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba. Hapo umechafua wewe. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba. Ndiye aliyemfunua. Sasa ni ya Kiingereza. Katika Yohana 1, katika Yohana sura ile ya 1 mstari ule wa 18. Na kwa sababu tuko katika semina watu wa Mungu, kwa nini mtumishi amehitaji tusome hii? Nadhani mtu anaweza akauliza kwa nini amehitaji tusome hii Biblia King James Version. Hii Biblia King James Version ni Biblia ambayo hata Protestanti wa awali waliitumia. Amina. Na nabii Ellen White katika vitabu vyake ametumia hii Biblia kwa sababu gani? Hii ndio imechukua katika usahihi wake katika magombo ya awali, ambayo kwamba Agano la Kale limeandikwa kwa Kiebrania na Agano Jipya limeandikwa kwa nini? Kwa Kiyunani. Sasa katika kitabu hiki cha Union Version kuna mahali ambapo wanapika mahali wanapindisha ulimi, lakini kwa sababu Mungu neno lake huwa analilinda, kwa nini tunasoma hapa? Hapa imesema hivi. Nitasoma Kikoroni halafu nitairudia Kiswahili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema hivi. Yohana Injili 1 mstari wa 18. Anasema, no man has seen God at any time. Tunarudia sasa, mwingine anaweza kanaambia hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Ndio. Mstari unaofuata. The only begotten Son which is in the bosom of the Father. The only begotten Son who is in the bosom of the Father. He has declared him. He has declared him. Anasema kwamba the only begotten Son, kwamba mwana pekee wa Mungu. Which in the bosom of the Father, aliye katika kifua cha Baba. He has declared him, ndiye aliyemfunua. Amina. Kwa hiyo maana yake kwamba the only begotten Son of the Father, the only begotten Son which in the bosom of the Father, mwana pekee wa Mungu, huku ikasema Mungu mwana. Sasa hapa unazungumzia watu wawili tofauti. Maana kwamba Yesu, Biblia King James Version katika uhalisia wake, yeye ni mwana pekee wa Mungu.
ambayo pia ukirudi katika Injili ya Yohana 3:16 utaona inatembea vizuri. Amina. Asante sana mtumishi, tuendelee. Asante. Kwa hiyo kumbe hapo mwanzo neno alikuwa Mungu, naye alitoka kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo kumbe tukisoma hiyo Yohana 1:18, naye huyu neno Yesu alitoka kwa Mungu akaja kwetu. Alitoka, yaani the Boston kifuani. Sasa kifuani sio sema nipasuka, hapo hatujui. Ndio maana kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29:29 anasemaje? Yaani alitoka kwa Baba naye akaja kutoka kwake. Kwa hiyo nalizaliwa, ina maana hiyo alitoka ndani ya. Sio mpaka Mungu awe na mke ndipo aweze kuwa na mwana. Hebu Torati 29:29 inasomeka hivi. ndio. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Lakini mambo yaliyofunuliwa Ndio. ni yetu sisi na watoto wetu milele. Amina. Kwa hiyo kumbe hiyo alitoka. Tukiweka picha si alipasuka, si aliminyofoa. Sasa hizo ni nadharia nyingine ambazo hazifai. Kwa hiyo kumbe neno Hawa alitoka kwa Adamu, naye Hawa alikuwa Adamu, alitoka kwa Adamu. Ndivyo hivyo hiyo fungu tumekuja kwa Yesu. Yesu alitoka kwa Mungu. Kama alitoka kwa Mungu, na yeye huyu alitoka kwa Mungu, ni nani aliyetoka kwa Mungu? Huyu ni Mungu. Ni nani? Mungu. Wapendwa, huyu kwa Yesu ni nani? Kulingana na hiyo Yesu ni nani? Kulingana na hiyo moja alitoka kwa Mungu ni nani? Kwa hiyo kumbe Yesu ni Mungu. Tutaangalia kivipi? Ndio umejibu, Yesu ni Mungu kivipi? Swali nakuja. Huyu ni mzaliwa, naye tumeona kwamba ni Mungu. Kwa nini ana jina hilo? Hebu tusome kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 5 na ule mstari wa 26. Biblia ina jambo la kutuelezea hapo. Yohana 5:26. Ndio. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, Kama Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Wakolosai, kitabu cha Wakolosai nimesoma 1 mstari wa 19. Wakolosai, huyu tumeona. Kwa hiyo nikiulizwa Yesu ni nani, nikisema mwana wa Mungu, nimepata. Yesu ni Kristo, nimepata. Tuko hapa sasa. Yesu ni Mungu, ndio tunafanya operation hapo. Yesu ni Mungu kivipi? Kolosai 1:19. Wakolosai 1:19 inasema, Ndio. kwa kuwa katika yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae. Kwa kuwa katika yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae. Kwa hiyo huyu mwana ilimpendeza Baba, ilimpendeza Mungu, utimilifu ukae katika yeye. Amen. Kwa hiyo kumuita Yesu ni Mungu, ni Baba ilimpendeza utimilifu ukae ndani yake. Waebrania sura ya 1 mstari wa 1, utimilifu ulimkaje? Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii, Mungu ambaye alisema zamani na manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, ndio mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, ndio
tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Alikuwa mrithi wa vyote. Leo tujiulize, mimi baba yangu anaitwa Fortunatus Makozu. Hapa akiitwa Makozu, nani ataenda? Wewe. Ni mimi. Kwa maana ni jina la nani? Baba. La baba yangu. Kwa hiyo kumbe mimi nina uhalali wa kutumia jina la baba yangu. Na vile vile Yesu ana uhalali wa kutumia jina la baba yake Mungu. Kwa nini? Soma mstari wa 8 na mstari wa 9. Aya 8 nasema, ndio, lakini kwa habari za mwana asema. Mungu hapa anazungumzia kwa habari za nani? Za mwana. Za mwana. Anasema ndio, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ndio ni fimbo ya adili. Umetenda haki, umechukia maasi. Ametenda haki, amechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta. Amina. Amina. Kwa hiyo kumbe Yesu Baba Mungu amemuita Mungu. Kwa kumuita Mungu haimaanishi kwamba ni Mungu wawili. Mungu na Mungu, labda Mungu A na Mungu B. Mimi nimesema, mimi wakija kuita Makozu nikaenda, je, Makozu akipo mwenyewe? Yaani mimi ni mwana, nimeitwa jina la Makozu. Sasa tuseme niko hapa na baba yuko hapo, akaitwa mtu Makozu, nitaenda mimi mwana au tena mwenye jina? Mwenye jina. Kwa hiyo kumbe, je, huyu mimi ni kwa namna gani ninaweza nikatumia hilo jina? Manake hapo mimi ni asili ya baba yangu. Kwa hiyo kumbe kwa asili mimi nimetoka kwa baba, lakini kwa nafsi baba nafsi yake na mimi ni nafsi yangu. Kwa hiyo Yesu kuitwa Mungu ni katika asili. Mfano, mtoto wa nyoka ni nini? Nyoka. Mtoto wa mwanadamu. Sasa iweje Yesu akiitwa Mungu kuna shida? Kwa hiyo kumbe Yesu ni nani? Yesu ni Mungu katika asili. Wapendwa, tuko sawa? Kwa hiyo ndivyo tunapokwenda katika kufundishana, kuelekezana. Wanasema Yesu ni Mungu kivipi? Ukitoa hizo hoja, Mungu amethibitisha. Habari za mwana anasema kiti chako cha enzi Mungu amemuita Mungu. Kwa hiyo ndiyo nikisema Yesu ni Mungu nimekosea? Hapana, kwa sababu ni asili, ana asili ya Mungu. Kama Yohana 1:1 alivyosema, neno alikuwa kwa Mungu naye alikuwa ni Mungu. Maana katika asili, huyu ni asili ya baba yake ambaye ni Mungu. Kitabu cha Wakolosai 2:2 Biblia inasemaje? Wakolosai 2 sura ya 2 Biblia ina jambo pia inalisema hapo. Neno la Bwana linasema, ndio, ili wafarijiwe mioyo yao wakiunganishwa katika upendo, wakapata utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo. Kwa hiyo siri ya Mungu yaani Kristo. Yaani hii siri ni ya Mungu kwa sababu kama leo Mungu hajawahi kuonekana na tunaamini kabisa yupo. Yesu anatuambia ana jina la baba yake. Yesu anasema ninaenda kwa Baba. Sasa iweje mimi niseme huyo ndiye Mungu mkuu, huyo ndiye Mungu wa pekee wa kweli? Kumbe nitakuwa nimepungua katika kuleta mrejesho kusema huyu Yesu ndiye Mungu mkuu, huyu Yesu ndiye Baba, huyu Yesu ndiyo Mola peke yake. Nitakuwa na makosa, kwa maana Yesu amesema amerithi jina la baba yake. Kama kusoma kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 43.
Tusome hiyo. Yohana sura ya 5 mstari wa 43. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, Wala ninyi hamnipokei. wala ninyi hamnipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe, Ndio, mtampokea huyo. mwingine akija kwa jina lake tutampokea huyo. Sasa wenda wewe kuja kwa jina lake ni adui. Kuna uwezekano sisi tukamwacha Yesu ambaye ni Mungu katika asili, lakini katika nafsi ni mwana wa Mungu, tukampokea huyo. Ndio leo watu tumebeba Mungu roho huyo. Hilo ni Bwana. Tuendelee. Kwa hiyo Yesu amesema amekuja kwa jina la Baba yake. Sasa kuna mafungu ambayo wewe tumekwisha kukutana nayo au tunakutana nayo. Kitabu cha Isaya 9:6. Isaya 9:6. Isaya 9 aya ya 6. Sasa tunaenda kwenye vichaka ambavyo tunakutana navyo mara nyingi. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Tumepewa mtoto mwanamume. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Ndio. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu. Ataitwa Mshauri wa ajabu. Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Baba wa milele. Baba wa milele. Mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Shida inaanza. Ameitwa Baba, Mungu mkuu. Je, tuone Yesu anaweza kuitwa Mungu mkuu kwa namna ipi? Yesu tunaona mengine hana shida, mshauri wa ajabu. Yesu anafaa, lakini Mungu mkuu kwa namna gani Yesu aitwe hivyo? Kwa nini Yesu anaitwa kwa namna hiyo? Mwanangu, bora unataka kuanza kutumika holela, si watumie kule. Yesu ana jambo la kusema katika kitabu cha Waebrania sura ya 2 na ule mstari wa 13. Biblia ina jambo iliseme. Waebrania sura ya 2 aya ya 13. Biblia inasemaje? 2:13 Waebrania. Neno la Bwana linasema. Semaje? Na tena nitakuwa nimemtumainia yeye. Na tena tazama, mimi nipo hapa na watoto niliopewa na Mungu. Tazama niko hapa na watoto niliopewa na Mungu. Swali. Hawa watoto waliopewa, Yesu aliopewa na Mungu, watamuitaje? Baba. Kwa hiyo kumbe ile fungu katika Isaya sura ya 9 mstari wa 6, Baba wa milele. Yesu ni Baba wa milele kwa sababu watoto walionao amepewa na Baba. Amina. Amen. Kumbe watoto hawa amepewa na Baba, wakimuita Baba wa milele hawajakosea. Baba wa milele. Yesu anaitwa Baba wa milele kwa sababu hawa watoto, maana Yesu amepewa na Baba yake, wakimuita Baba wa milele, wako sahihi. Wako sahihi kabisa. Kitabu cha Yohana sura ya 20 mstari wa 28, Biblia pia inataka kuelezea huyu. Kuna jambo hapo Biblia inataka tuambie. Yohana 20 fungu la 28. Sura ya 20 ya Yohana aya 28 inasema. Ndio, inasemaje? Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Bwana wangu na Mungu wangu. Kwa hiyo kumbe Tomaso anamwambia Bwana wangu na Mungu wangu. Je, Tomaso alikosea? Hapana, yuko sawa. Yuko sawa.
Na kwa sababu umetuambia kule hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote isipokuwa mwana pekee. Neno alikuwa kwa Mungu, naye alikuwa Mungu. Kumbe Tomaso ana uelewa mkubwa, anajua huyu ni Mungu, huyu ni Mungu. Kwa hiyo Tomaso amemuita Mungu. Yesu anasema usinipe Mungu, hajakataa. Maana yake anajua huyu, ana uelewa wa kupambanua mambo, kujua kwamba kuna Yesu akiitwa jina la Baba ni lake, lakini ana ufahamu kubwa bado kujua kwamba kuna Baba wa mbinguni, yaani kuna baba yake na Yesu. Tunaendelea. Hebu soma kitabu cha Yohana hiyo sura ya 8 mstari wa 53. Sasa kuna wale ambao walikuwa na hoja sasa kumtaka kuangalia huyu Yesu anaitwa Mungu mkuu, Baba wa milele kwa namna gani? Sikie, anzia hiyo 8:53. Biblia 8:53 Yohana anasema, ndio, wewe u mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa, nao manabii wamekufa. Wajifanya huu nani? Wajifanya huu nani? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Yaani baba yake Yesu, sisi tunaita ndiye Mungu wetu. Tunataka kusema nani? Wala ninyi hamkumjua. Nyinyi hamkujua. Sasa tulio msomaji, nyinyi hamkumjua. Kwa nini? Kwa maana Tomaso aliposema Mungu, walikuwa kimuona Yesu anaitwa Mungu. Sasa hapo anakuwa sasa anawaambia nyinyi hamkumjua. Kwa nini? Kwa sababu utimilifu wa Mungu umekaa kwake Yesu. Lakini mimi namjua. Mimi ninamjua. Kama alikuwa ndio Mungu mwenyewe, angesemaje namjua? Si angesema ndio mimi ninamjua. Nikisema ya kwamba simjui itakuwa muongo kama Mungu. Yaani namjua na neno lake nalishika. Amina. Amen. Endelea. Ibrahimu baba wenu alishangilia. Ibrahimu baba wenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu. Naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, nawe umemwona Ibrahimu? Yaani katika mawazo ya Wayahudi walivyomuona Yesu, yaani walimpa kwenye viwango vyao. Yaani hawakufahamu kwamba utimilifu wa Mungu unakaa kwa huyu Yesu. Kwa hiyo wanasema hujafikisha miaka 50. Wao wanasema Ibrahimu namjua, wakati miaka mingi ameshafariki huko. Sasa unamjua? Yesu akawaambia, Amini nawaambia, yeye Ibrahimu asijakuwako, ndio mimi niko. Maana yake tumesoma kule na alizaliwa. Yaani kabla dunia haijawepo, Ibrahimu hajawepo, alikuwa amezaliwa huko katika siku za milele ambazo tumesoma katika Mika sura ya 5 mstari wa 2. Siku za milele. Umesha mstari? Ndio. Sasa tunaona Yesu, hawa wa Mayahudi wametaka kumpiga mawe kwa sababu yeye amesema amekuwako. Sasa hawa hawataki, wanaona huyu ni kweli huenda na pepo huyu. Yaani Ibrahimu hayupo, yeye anasema kuna baba. Anawapa somo lakini hawataki kuelewa hili somo analotoa Yesu, kwamba mimi ninavyoniona ni mwana wa Mungu, maana kuna baba. Sasa tuone baba na Yesu wanalingana. Baba na Yesu wanalingana. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 28. Biblia inasemaje? Injili ya Yohana 14 aya 28. Mulisikia ya kwamba mimi naliwaambia, naenda zangu tena naja kwenu.
kama mungelinipenda mungelifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Naenda kwa Baba kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Kwa hiyo kumbe Baba wa Yesu ni mkuu kuliko Yesu. Uwezo ukasema kuna Mungu mmoja na Mungu mbili. Mungu mmoja na Mungu mbili. Yaani Mungu Baba na Mungu Mwana. Baba ni mkuu kuliko mimi. Maana yake Yesu ni Mungu kwa asili, sio Mungu mwenzangu au Mungu mwenzake. Baba ni mkuu kuliko mimi. Sasa kuna kitabu cha watu kinaitwa Imani za Msingi. Imani za Msingi. Hebu tafuta hapo Mungu Mwana. Mungu Mwana, kuna maelezo yao wameyaweka hapo. Tuanzie hapo utatu. Maelezo yao. Alafu mtumishi atasomea hii ya Kiingereza. Mungu Mwana. Yesu ni Mungu katika asili. Sio kwamba Yesu ni Mungu Baba. Lakini watoto wakimwita Baba wa milele ni jibu sawa kabisa. Sio Mungu Baba. Yesu haja na yeye hiyo jina, yeye anafahamu kabisa ni mwana wa Mungu. Wanasemaje hapo Utatu Mtakatifu? Na tunachokiangalia hapa ni mwana Mungu mwana Yesu. Kuna maelezo ya utatu pale mwa Baba. Kuna maneno hapo. Tunataka tuyajadili hapo. Kwenye sura ya 4. Yaani Utatu Mtakatifu, Mungu Baba. Alafu baadaye namba 2 Mungu Mwana. Mungu Mwana. Mwezeka mafungu matatu afu ikaribishe nyongeza na maswali pia. Kipengele kipi mnatafuta? Ni kipi? Mungu Mwana mbele. Baba. Mungu Baba. Hapa kuna maelezo hiyo. Na nasema wana uwezo sawa. Kuitana hivi. Basi Tutumie sehemu ya nukuu kwenye sura hii ya Mungu. nadhani hapa. Hapa. Ndio hiyo. Kwa Yesu amesema kwamba Baba ni mkuu kuliko Yesu. Sasa tuone na hao wanatuambiaje. Maana tunataka tuangalie pia na uongo ambao upo. Kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Umoja wa nafsi tatu za milele. Mungu hapatikani na mauti. Ndio. Ni mwenye uwezo wote. Anajua yote. Yuko juu ya yote na yupo wakati wote. Yeye hana ukomo na yuko nje ya uwezo wa mwanadamu kuelewa, lakini anajulikana kwa kujifunua yeye mwenyewe. Sasa soma sasa maelezo ya Kiingereza, kuna kaneno mwekaweka hapo. Nasema the Trinity, msingi namba 2, the Trinity tatu. There is one God. Kuna Mungu mmoja.
Father, Baba, Son, Mwana and the Holy Spirit. na Roho Mtakatifu. A unit of three co-eternal persons. Muunganiko wa nafsi tatu za milele ambazo niko coeternal zilizo sawa. Wakati katika tumesoma katika Yohana 14:28 Baba ni mkuu kuliko mimi. Lakini hawa wameziunganisha kwamba Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote wanalingana. Yaani walipokaa ile tumesoma kitabu cha Isaya 9:6 Baba wa milele, mshauri wa ajabu, yani nani fungu anasema kwamba tumtume nani? Kwa hiyo sasa kikao kile cha Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, sasa huyu akajifanya ni mwana, huyu akajifanya ni Mungu Roho, huyo yani kamati walio sawa. Lakini Yohana ametuambia kwamba Yesu amesema Baba ni mkuu kuliko mimi. Kwa hiyo hapo hao watu wamekosea sana. Wameenda kinyume na utaratibu wa neno la Mungu. Yesu anasema Baba ni mkuu kuliko mimi. Hawa wanatuambia kwamba Baba, Mwana wote wako sawa. Yaani hata kama hapo unauzua mbuzi kwenye dunia. Yaani ni mkorogo. Ni Babeli tayari wamelewa. Yaani Biblia inasema hiki, wao wanabadilisha kila ambacho Biblia imekisema. Kitabu tunapo kwenda kumalizia Yohana sura ya 17 mstari wa 1 hadi mstari wa 3. Kwa hiyo nataka tuangalie hiyo hoja. Baba, Mwana wote coeternal. Hawako sawa. Huyu ni Baba. Yesu anasema ni Mwana, Baba ni mkuu kuliko mimi. Sasa twende katika kuokolewa kwetu. Tunabidi tuaminije. 17 tuambie. Ndio. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema Baba, saa imekwisha kufika. Saa imekwisha kuwadia. Mtukuze mwanao. Ili mwana wako naye akutukuze wewe. Kwa hiyo kumbe Yesu anaamini kabisa kuna Baba. Sasa mimi nikija nikasema huyo Yesu ndio Mungu, anajiweka akiwa mbinguni ni Mungu, akija duniani ni Mwana, akiondoka anakuwa Mungu Roho. Kwa kweli huo ni mvinyo wa Babeli kweli kweli. Ni mvinyo wa Babeli kweli kweli. Yuda 1 mstari wa 3 na 4. Yuda 1 mstari wa 3 na 4. Sasa imani yetu ni kujua Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni Mungu katika asili, sio Mungu katika nafsi. Sasa imani yetu ambayo tunapaswa kupigania, kuishikilia, ukiondoka katika hiyo, ukivaa uhusika wa huyu Mungu si mwingine, huyu Mungu Mwana, nitakuwa nimepotea. Kitabu cha Yuda 1:3 na 4. Biblia inasemaje? Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuwaandikia ndio habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuwaandikia ili niwaonye kwamba nishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa tuishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Mstari wa 4. Aya ninasema ndio, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa asili, wamepuuzia Mungu Mwana, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, watu walioandikiwa toka zamani hukumu hii, makafiri wabadilia neema ya Mungu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye pekee yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Kuna watu wangapi hapo? Wanamkataa yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Wanasema hawa ni kamati ambaye ndio Mungu mmoja. Hao ni makafiri. Wanasema makafiri? Yaani makafiri. Na sisi baada ya kwamba tumeelewa somo Yesu ni nani,
naomba wapendwa, tusije tukawa makafiri. Ni onyo, tuipiganie imani. Waraka wa kwanza Yohana 4:9 tunapomaliza. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 na ule mstari wa 9. Biblia katika hili tunapojua kwamba kuna Mola aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Katika hili pendo la Mungu ndio lililoonekana kwetu kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni. Mungu amemtuma mwana pekee, kama Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana pekee ili kila mwamini asipotee. Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ndio ili tupate uzima kwa yeye. Ili tupate uzima kwa yeye. Tunaposema Mungu mwana ni kafiri, uzima ataupata. Mstari fungu langu la mwisho ni sura ya 5. Hapo waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 na ule mstari wa 4. Imani yetu ni nini? Tuamini tumetoka tumejua nini? Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni Kristo, Yesu ni Mungu Baba wa milele, lakini sio Mungu Baba. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kuushinda. Ndio. Na huku ndiko kuushindako ulimwengu. Na huku ndiko kuushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Amen. Kuamini kwamba Yesu ni mwana pekee aliyetoka kwa Mungu. Huko ndiko kushinda ulimwengu. Bwana atubariki. Amen. Somo hili tunapoenda kuwasilisha kwa namna itakavyokuja, tuweze kuwa na majibu sahihi, maana hapo tukitolewa kwa Yesu kuwa mwana wa Mungu, tutakuwa katika imani nyingine, sio imani ya mitume na manabii. Karibu kwa swali ama nyongeza. Karibu sana kama kuna swali ama nyongeza. Karibuni sana. Karibu. Tumpe after na kuletea mtumishi. Wapendwa katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tumeweza kujifunza somo ambalo ni zuri, na somo hili linasimamia msingi wa imani yetu. Sasa mwalimu amejaribu kufundisha na kuonyesha kwamba tunapaswa kuamini ya kuwa Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, lakini pia Yesu Kristo ni Mungu. Je, ni Mungu kwa njia ipi? Tunakuja kuona kwamba Yesu Kristo ni Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu, ana asili yote ya Mungu, kwa hiyo ana sifa zote za kuitwa Mungu. Lakini ukisoma kitabu cha Waebrania 1, tuanzie mstari wa 3. Waebrania 1 na ule mstari wa 3. Waebrania 1:3 inasemaje? Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake, sawa, na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Asante. Kwa tunaona kumbe huyu Yesu pia yeye ni chapa ya nafsi ya baba yake. Kwa hiyo kama ni chapa ya nafsi ya baba yake, kwa hiyo yeye ana asili zote za baba yake. Kwa hiyo tunapomuita Mungu, tunamuita Mungu kwa sababu ana asili ya Mungu. Lakini nyongeza ambayo nilihitaji kuiongezea, tusome kitabu cha Wakolosai 2 na ule mstari wa 2. Kolosai 2 na ule mstari wa 2. Inasemaje? Ili wafarijiwe mioyo yao, sawa, wakiunganishwa katika upendo, sawa, wakapata utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, sawa, wapate kujua kabisa siri ya Mungu, yaani Kristo. Kwa hiyo tunaona Kristo
kumbe ni siri ambayo watu wengi hawawezi kuifahamu, na siri hii hata Wayahudi hawakuweza kuijua. Nisomee kitabu cha Yohana 8 na ule mstari wa 19. 8:19 kitabu cha Yohana 8:19 Yohana anasema basi wakamwambia, yuko wapi baba yako? Wayahudi wanamuuliza Kristo, yuko wapi baba yako? Yesu akajibu, akasema, mimi hamnijui. Si tumeambiwa kuwa ni siri? Kwa hiyo hata Wayahudi walikuwa hawamjui nani? Alafu nasema Yesu akajibu, mimi hamnijui, wala baba yangu hamumjui. Kwa hiyo Wayahudi hawakumjua Kristo, hata baba yake pia wakufanyaje? Hawakumjua. Kwa hiyo walipokuwa wanaulizwa, nisomee kitabu cha Mathayo 22 anzia mstari wa 41. Tuone wao walikuwa wanajibuje walipokuwa wakiulizwa, kwa sababu tumeona Kristo ni siri ya Mungu, na Yesu anasema mimi hamnijui wala baba yangu hamumjui. Wao walikuwa wanamjuaje? 41 Mathayo 22 aya 41 inasema, na Mafarisayo walipokusanyika, Yesu aliwauliza akasema, mwaonaje katika habari za Kristo? Kwamba mnaonaje kuhusu habari za Kristo? Ni mwana wa nani? Akawauliza ni mwana wa nani? Sikule ametuambia yeye hawamjui wala baba yake hawamjui. Sasa anawauliza ni mwana wa nani? Wanasemaje? Wakamwambia, ni wa Daudi. Wewe ni mwana wa Daudi. Endelea. Yesu akawauliza, imekuwaje basi Daudi katika roho kumuita Bwana akisema, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niwawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako? Sasa nasema, mnasema mimi ni mwana wa Daudi, lakini inakuwaje Daudi ananiita tena mimi nani? Bwana wake. Sasa mtoto wako anawezaje tena wewe baba yake umuite Bwana? Si kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo Yesu anadhihirisha ya kuwa hawa watu walikuwa hawamfahamu, na tumeona katika kitabu cha Mathayo 16 kuanzia mstari wa 13 mpaka 18, swali hilo linakuja kuwarejea wanafunzi wa Yesu kwamba watu wanasema mimi ni, lakini nyinyi ambao ni sisi pia tulioko hapa tunasema Yesu kuwa ni nani? Kwa hiyo jibu letu kama tulivyokuja kuona, Yesu ni mwana wa Mungu aliye na asili zote za Mungu. Kwa hiyo ana sifa zote za kuitwa nani? Za kuitwa Mungu. Mungu awabariki. Amen. Asante kwa nyongeza nzuri. Karibu mtumishi wa Baba. Asante. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Semina hizi ni kwa ajili ya kuimarisha ili kwamba kila mmoja tunapotoka hapa tuwe watendakazi, tupeleke ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ni ujumbe wenye sehemu tatu: ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Na ujumbe wa malaika wa tatu tunaona kwamba wito unapeleka kwa haraka watu wasimsujudie mnyama na sanamu yake, na wasipokee chapa. Kwa lazima wajue nani ambaye wanamwabudu. Kwa ulimwengu umechanganywa. Kwa hiyo fundisho hili au somo hili leo katika kuifanya kazi ya Mungu, mtu wa Mungu, unaweza ukawa ulikuwa kwa muda mrefu hata katika mfumo wa General Conference, lakini leo tunapotoka kuifanya hii kazi unaweza ukashtuka. Maana leo watu huko sasa wanafundishwa kwamba Yesu ndio huyo Mungu, yani ndio huyo Baba, ndio huyo Mwana, ndio huyo Roho anageuka. Sasa mimi hilo kwa kweli limeniogopesha, likanifanya niwe na bidii sana kuifanya hii kazi. Maanake kwamba kwa kweli Mungu wa kweli wa Biblia ameondolewa. Na ndio maana wapendwa kwamba kumbe Yesu tunayemwamini sisi, yani mimi na wewe, ni tofauti na Yesu ambaye wenzetu huko wanamwamini. Amina. Wameingia imani nyingine. Kwa mwingine sasa anaweza kusema kwamba Bwana wote tuko imani moja. Hapana, sisi wote ni kwamba wao na sisi ni imani hizi mbili tofauti. Maana sisi Yesu wetu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na ni tofauti na Mungu, yeye baba yake yupo, lakini wao wanasema kwamba Yesu ndio huyo nani? Mungu. Na wakati mwingine wanasema kwamba huyu Yesu sio mwana wa Mungu, mpaka unaogopa.
Kwa hiyo watu wa Mungu tumejifunza vyema kwamba kumbe Yesu ni mwana wa Mungu, kumbe kuna Mungu na kuna Yesu ambaye ni mwana wa nani wapendwa? Wa Mungu. Na hiyo ndio imani ya watu wa Mungu. Kwa kuamini hivyo tunaushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini kwa kuongezea pale kwamba tumeelezwa kwenye Isaya 9 mstari wa 6 kwamba Yesu ni baba wa nini wapendwa? Wa milele. Wa milele. Na hapo sasa wanachukua kwamba kwa sababu ni baba wa milele ndiye huyo baba, yaani ndiye huyo Mungu anageuka. Wanashindwa kuelewa nini? Wanashindwa kuelewa kwamba kwa kweli Yesu anaitwa baba wa milele kwa sababu Yesu amechukua sehemu au nafasi ya baba yetu Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwamba Adamu yeye alipaswa kuwa baba yetu wa milele, lakini alipotenda dhambi baba yetu Adamu, ule ubaba wake kwa kweli alimkabidhi kwa Lusifa. Tukisoma ile Injili ya Yohana 8 mstari wa 43, hebu tusome pale. Injili ya Yohana 8 mstari wa 43 kwamba baada ya dhambi kuingia, kwamba ule ubaba ambao Adamu alikabidhiwa na Mungu awe baba yetu wa milele, kwa kweli waliotenda dhambi baada ya dhambi kuingia, kwa kweli shetani ndiye akajifanya kwamba yeye ndiye mtawala wa dunia hii. Anaitwaje pale? Yesu aliwaambiaje Wayahudi? 8:43. Ndio. Mbona hamwafahamu hayo nisemayo? Ndio. Ni kwa sababu ninyi hamwezi kusikia neno langu. Ndio. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Yesu akamwambia kwamba ninyi ni wa baba yenu nani? Ibilisi. Ndio. Na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Ya Ibilisi alifanyika sasa kuwa baba kwa waasi baada ya dhambi kuingia. Lakini tunaona kwamba kupitia kwa Kristo amechukua nafasi ya baba yetu Adam. Ndio maana kwenye Isaya anapozaliwa anasema mtoto atafanyeje? Sio kwamba amezaliwa sema, atafanyeje? Atazaliwa. Anapozaliwa kama mwanadamu anachukua nafasi ya nani wapendwa? Sasa hiyo tunaisoma pia kwenye Wakorintho wa kwanza 15:43. 45. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 45. Hiyo sasa tunakuwa tumejenga msingi mzuri kwamba kwa nini Yesu anaitwa baba wa nini wapendwa? Wa milele. Amechukua nafasi ya baba yetu Adam, na sisi tunamuita Adam, tunamuita kwamba ni baba yetu, maana tunaambiwa kwamba yeye amepewa watoto na nani? Na Mungu. Wakorintho wa kwanza 15:45. Neno la Bwana linasema, ndio, ndivyo ilivyoandikwa. Ndivyo ilivyoandikwa. Mtu wa kwanza Adam akawa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Bwana Yesu asifiwe. Adamu wa mwisho anayezungumzwa hapo ukisoma ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Adamu wa kwanza alitoka katika udongo, lakini Adamu wa pili alitoka wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu anaitwa baba wa nini? Wa milele. Ndio maana Isaya anasema mtoto atafanyeje? Atazaliwa. Bwana atukuzwe. Amina. Asante sana kwa nyongeza nzuri na makini. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama hili ni somo tu la kwanza moto huko hivi, nafikiri tukitoka hapa kazi ni kubwa. Amina. Mimi nipende kuongezea kitu kimoja. Ikiwa kitabu cha roho ya unabii na Biblia mwandishi wake ni mmoja, je, roho ya unabii inathibitisha hili? Maandiko ya awali sura ya 11 aya ya kwanza inasema hivi: niliona kiti cha enzi na juu yake akiwa ameketi Baba na Mwana. Niliutazama uso wa Yesu na kuvutiwa na umbo lake na kupendeza. Sikuweza kuona umbo la Baba, kwa maana alifunikwa na wingu la utukufu. Nilimuuliza Yesu iwapo Baba yake ana umbo kama lake. Akanijibu kuwa analo, lakini sikuweza kuliona umbo lake, kwa maana alisema, mara tu ukitazama utukufu wa umbo lake unakufa papo hapo. Mbele ya kiti cha enzi niliona watu wa marejeo, kanisa la ulimwengu. Niliona makundi mawili. Kundi moja lilisujudu mbele ya kiti cha enzi kwa kicho, wakati kundi jingine lilikuwa limesimama bila kicho na bila kujali. Wale waliokuwa wanasujudu mbele ya kiti cha enzi walikuwa wakiomba na kutazama Yesu. Kisha naye akamtazama Baba yake, na akaonekana kuwa anawaombea kwa Baba. Nuru ilikuwa ikitoka kwa Baba hadi kwa Mwana, na kutoka kwa Mwana
hadi kwa kundi lilokuwa likiomba. Kisha niliona mwanga wa nuru iliyozidi kiasi kutoka kwa Baba hadi kwa Mwana, na kutoka kwa Mwana iliangaza kwa watu waliokuwa wakiomba mbele ya kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa ushahidi uko wazi, kama ambavyo Yohana 5:26 inaeleza kwamba kama Baba alivyo na uzima, ndivyo pia alimpa Mwana kuwa na nini? Na uzima nafsini mwake. Kwa hiyo kumbe Baba yupo, Mwana yupo, na Kristo anafanya kazi kwa usahihi kabisa, kwa mujibu wa nafasi yake. Kwa hivyo mambo haya yako wazi, na hawa wanaendelea kueleza kwamba huyo ndiye Baba, huyo ndiye Mwana, huyo ndiye aliyekufa msalabani. Hii ni utaratibu na mafundisho potofu ambayo hatuwezi kukubaliana nayo, kwa sababu Biblia na roho ya unabii vyote vinathibitisha jambo moja. Asante. Amina. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu kwa hoja kutu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa mafundisho haya ya naelewa ili jamii tunaweza kufanyaje, usielewe sana, lakini tufanyaje tuelewe. Sasa kama juzi mchungaji wamenitembea nyumbani hapo Mtoni na Sogera na kuja kanisani na mzee wa kanisa, wakaniuliza swali, nikawauliza swali, wakaniuliza swali, tunasema kwamba Mungu ni wangapi? Ni mmoja. Na wakati Biblia yenyewe inashuhudia kwamba Yesu Mungu alijifunua katika ubatizo wa nani? Wa Kristo. Kipindi Yesu anafanyaje? Anabatizwa Yordan. Alisema huyo ni mwanangu mpendwa, na yake kaonekana ni Utatu Mtakatifu. Nikamwambia ukisema kitabu cha Wazee na Manabii inaonyesha kwamba utukufu wa Mungu utoka kwenye kiti cha nani? Cha enzi kushuka kumlikia nani? Akaniambia si kweli, kwamba Mungu ni wangapi? Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Sasa mpaka leo watu tunaendelea kutoka makanisani, kuna wengine wanatoka kanisani wanakuja hapa tukajifunza, ama na wengine watakuja, kwa sababu hata mimi nilikuwa sina nia ya kufanyaje kutoka kuja kushirikiana na nyinyi. Basi nilikuja kusikiliza mafundisho hapo, ndio asikiliza tu, nikaona hapa ukweli upo. Amina. Amina. Lakini mpaka leo fundisho la utatu linakuwa shida kidogo, kwa sababu ya ubatizo wa nani? Wa Kristo. Mzee mchungaji mmoja na akasema kwamba tukiangalia utatu, watatu wamfanyeje? Wamshuhudiao. Hilo sema naomba nisome na wengine walisikie. Waraka wa kwanza, kuarudisha nyuma, tunataka tuelewe. Waraka wa kwanza 5:8. Watatu wamshuhudiao. Maana yake ni wangapi? Mbinguni kuna wangapi? Watatu anasema. Watatu: Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Naomba nisaidie somo. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:8. Nasoma kama ilivyoandikwa. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Yes. Hapo inaonekana kuna wangapi? Watatu. Watatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nikamwambiaje sasa? Umenitembelea usiku, ilikuwa saa 3. Nikamwambia vizuri, mungekuja mchana, mkaje na vitabu, kwa sababu vitabu najua mnavyo, mkanionyesha ukweli, mkanifunulia vitabu, na mimi nikawa nawauliza, kwa sababu mimi sio mwelewa sana. Nikawa nawauliza na nyinyi mnafanyaje? Mnanijibu. Au watatu wamshuhudiao. Nikamwambia muje na kitabu cha Wazee na Manabii, ukiangalie kinasemaje. Unasema kwamba wengine maneno kama sikii kuhusu lesoni na kitabu cha mwongozo wa kanisa. Nikamwambia mimi hivi havinihusu kwa sababu sijui. Nikamwambia lakini muje na kitabu cha wale wanavyo walio Sabato wanavyoamini. Tuangalie. Ndio akaniambia kwamba muda wote wataniandaa wapi? Nyumbani. Wataniandaa kanisani, waniite niende tujifunze hilo somo. Kwa hiyo wengine watu wa Mungu inabidi tuwe makini,
kwa sababu shetani anashika kwa njia nyingi. Kwa hiyo inabidi Asante tusome sana. na tuelewe. Asante. Asante kwa nyongeza hizo nzuri sana. Naomba mwenyekiti tupe angalau dakika kadhaa. Maana Asante sana. sasa nianza. Nami niombe kutoa nyongeza kidogo katika somo hili ambalo limetamka. Ni katika harakati za yule mwovu kuchafua mafundisho, ndio maana nimefika mahala mafundisho yakawa yamechafuliwa, ili kusudi ukweli ushindikane kujulikana ni upi na uwe ndio mwanzo wa yeye kutawala. Hii yote ni katika kuendelea kutetea fundisho la utatu, pate kibali kwamba Mungu ndiye Kristo na Kristo ndiye Mungu, Roho Mtakatifu pia ndiye wale, yaani kwa maana ya kwamba huwezi ukawatenganisha kwamba huyu ni huyu na huyu ni yule. Lakini mimi niombe kusema machache sana kulingana na kwamba mengi yalishazungumzwa. Hoja ya msingi ni je, Mungu ni Yesu na Yesu ni Mungu? Yaani kwa maana ya kwamba hakuna tofauti iliyopo kati ya huyu na huyu. Basi ninachotaka kuzungumzia ni hiki hapa. Ukisoma vizuri kwa kutulia, bila papara, bila kuweka mlengo wowote, katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Hebu nisomee mtumishi. Usifanye mazoea ya kukariri pengine tukakosea. 3:16 Yohana Injili. Ndio. Neno la Bwana linasema 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ila kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amina. Wapendwa, hapa kuna aliyetupenda, kisha baada ya kutupenda akatupatia mwana wake wa pekee. Hivi tafsiri nyepesi sana kusema kwamba kuna aliyetoa na kuna aliyetolewa. Sasa hao utasema ni yule kweli? Labda tutakuwa na changamoto ya akili. Lakini hebu tuende mbele kidogo. Kulingana na muda, mengi yalishazungumzwa. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 15 mstari wa 27 na 28, kuna aliyetoa mamlaka kumpa mwingine. Hebu nisomee hapo mtumishi. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 27 na 28. 27 na 28 inasema, kwa kuwa alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake, lakini atakaposema vyote vimetiishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtiishia vitu vyote hayumo. Ndio. Hapo tayari kuna aliyetiishiwa na kuna aliyetiisha. Ni mengi yamezungumzwa hapa, lakini hoja yangu ya kutaka kuzungumza chochote hapa ni kutaka kuonyesha kwamba kuna huyu alafu kuna huyu tena. Naomba nisome Roma ya 2 nukuu kama 3 tutakuwa nimemaliza. Pengine haikosi muda tutakomesha tuache. Si ndio? Naomba tusome kitabu cha UL. Kitabu chake ni Upward Look au mtazamo wa juu. Ni moja ya makesha ambayo hajatafsiriwa. Kurasa ni wa 267, paragrafu yake ya 4. UL 267 367 aya ya 3. 367 aya ya 3. Naomba nisome halafu nitatafsiri. Anasema, the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of the Father, is truly God in infinity, but not in personality. Naomba niende hatua kwa hatua. Bwana Yesu Kristo, mwana pekee wa Baba, kweli ni Mungu wa milele, lakini si katika nafsi. Hiki ni Kiswahili ambacho kinatosha kufanya yote afikirie na kumwachia maswali. Kwa nini Bwana Yesu ni Mungu tena wa milele lakini si katika nafsi? Ndicho kile mtumishi pale anajaribu kufafanua. Amefafanua vizuri sana, labda kama kidogo tulikuwa tumeazima akili na sasa tumeirudisha pamoja naye. Ameweka vizuri ya kwamba Yesu ni Mungu kwa sababu vinasaba vyote alivyonavyo, matio zote za kwake
zimetoka kwa nani? Kwa Baba. Kwa Mungu. Akasema ya kwamba mtoto wa nyoka ni nani? Nyoka. Kwa hivi kama mtoto wa nyoka ni nyoka, inakuweje mtoto wa Mungu asiwe Mungu? Hata ukisoma kwa muda wako Zaburi 45 mstari wa 6, Yesu ni Mungu na ana Mungu wake. Ukisoma Yohana 20:17, Yesu ni Mungu lakini ana Mungu wake. Sawa sawa? Lakini pia tulishasomewa pia katika kitabu cha Ibrania 1:19, Yesu ni Mungu lakini ana Mungu wake. Sasa naomba tuweke utofauti wa hawa wawili. Sawa sawa? Halikadhalika utasoma kwa muda wako kitabu cha nilisema nitasoma mbili, sasa naomba nataka kuendelea mbele. Samahani. Naomba nisome nukuu ya kwanza ambayo ipo ya pili ambayo ipo kwenye kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 8 kurasa 268 aya yake ni ya 3. Hapa msikilize vizuri sana. Hapo tashuka chini tasoma kurasa 269 aya ya 4. Shuhuda kwa Kanisa gombo la 8 kurasa 268 aya ya 3. Naomba msikilize haya maneno. Ili pengine nani ajue inawezekana tukapona. Sikia. Kurasa 268 aya ya 3 gombo la 8 la Shuhuda kwa Kanisa inasomeka kama ifuatavyo. Mungu ni baba wa Kristo. Kristo ni mwana wa Mungu. Kristo amepewa nafasi iliyotukuka. Amefanywa kuwa sawa na Baba. Mashauri yote ya Mungu yamefunguliwa kwa mwanawe. Ukiongezea maneno yazidio hayo, unaweza kujikuta unakosea. Hapo tafsiri nyepesi sana kusema hivi. Kuna Mungu, alafu kuna mwana wake. Amesema hivi, Kristo ni mwana wa Mungu. Sawa sawa? Alafu huyo Mungu ni baba wa Kristo. Lakini huyo baba ambaye ni baba wa Kristo amempa mwana wake mamlaka, ambayo unaweza kailinganisha na kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 18. Kristo mwenyewe anakuja kwa wanafunzi anasema, nimepewa mamlaka yote. Ina maana kuna aliyetoa, alafu kuna aliyefanyaje? Aliyepokea. Haya, naokoa muda. Nashuka chini kidogo. Kurasa 269 hiyo anasema. Hii sasa ni kauli ya ajabu ambayo hii unaweza kuipata katika kitabu hicho cha Yohana 17 mstari wa 21 mpaka 23. Amekopea hapa. Sikia. Anasema kauli ya ajabu. Kweli ni kauli ya ajabu. Sikia. Umoja uliopo kati ya Kristo na wanafunzi wake hauharibu nafsi ya kila mmoja wao. Nimeenda mbele kidogo, naomba niweke vizuri. Umoja uliopo kati ya Kristo na wanafunzi wake hauharibu nafsi ya kila mmoja. Wao ni wamoja katika kusudi, akili, katika tabia, lakini hili neno lakini limewekewa itari, limewekewa msisitizo. Unajua hata ukisikiliza mengi hapo baadaye mtu akasema lakini, kuna haja hata kama ulikuwa kidogo umepitiwa ujiweke sawa tayari kwa kusikia ukisikia. Lakini si katika nafsi. Yaani amezungumza hivi, Kristo na wanafunzi wake ni kitu kingapi? Kimoja. Umoja wao ni upi? Ni katika akili na nini? Na makusudi. Ameweka kitu gani cha tatu? Katika tabia. Lakini kila mmoja ana nafsi yake. Kwa hivyo sio kajaribiwa kusema kwamba vile Kristo aliposema kwenye Yohana 10:30 kwamba mimi na Baba tu umoja, ukasema ni mmoja ambaye labda wana vichwa viwili. Hapana, utakuja tulete kitu kingine. Sasa sikiliza tunataka tujifunze hapa. Sikia, anasema hivyo ndivyo Mungu na Kristo. Hata hivyo ndivyo ilivyo nani? Mungu na Kristo. Huyo ni mmoja, ni wawili? Wawili. Shama. Mungu tuhurumie. Hivyo ndivyo ilivyo Mungu na Kristo walivyo mmoja. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba huu umoja alionao Baba na mwana wake ni katika akili, katika roho, lakini katika makusudi na tabia, ila kila mmoja na nafsi yake. Ndio maana tumesoma hata ile tulioanza nayo ya kwamba kweli Kristo aliye mwana wa Baba ni Mungu tena wa nini? Wa milele, lakini si katika nafsi. Kwa Mungu atuhurumie, atuwezeshe tuelewe, kwa sababu maarifa ambayo kupitia haya tutaelewa nani tunayetakiwa kumwabudu. Vinginevyo tutajikuta tunatoa ibada kwa asili stahili. Amina. Sasa kufikia hapo, na
mtumishi wa Baba ametoa nukuu ambayo nilikuwa na mimi nimeiandaa hapa. Kwa kweli ubarikiwe. Ubarikiwe sana. Ndio nukuu na mimi nilikuwa naisoma hapa, nilikuwa nimeshaiandaa. Basi kwa kumaliza somo hili nimkaribishe mwenyekiti na ataomba pia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Amina. Wangapi tunabarikiwa? Amina. Kimsingi hili ni darasa na wote tunatakiwa kuwa na maswali, hoja zetu zijibiwe, si kama ambavyo wengine kule wanakaririshwa. Kwa hivyo sisi tulioko hapa tuendelee kuhudhuria vipindi hivi, na wale wanaoendelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, basi wasipoteze muda, waendelee kufuatilia katika chaneli yetu ya Nitume Mimi TV, ili kuendelea kuangalia masomo haya yanayorushwa na kuangalia kile ambacho kinahubiriwa mahali hapa. Kwa hivyo kwa nafasi hii tumefika hitimisho ya kipindi hiki cha kwanza, na tunapokwenda kipindi kingine basi tutahitimisha kwa ombi, na kwa kuomba basi tupige magoti mbele za Bwana na nitaomba. Tuombe. Mtakatifu Mungu uishie mahali pa juu, tunakushukuru mfalme wa amani kwa nafasi na wakati huu umekuwa nasi mwanzo wa kipindi hiki na hata tunapohitimisha kipindi hiki. Mfalme, umetulisha ukuu wako na utukufu wako, jina lako litukuzwe. Tunapohitimisha kipindi hiki kupisha kipindi kingine, mfalme wa amani, tunaomba uendelee kufungua fahamu zetu ili kuendelea kupokea jumbe hizi takatifu na ukuu wako, maana ni vitu ambavyo ni muhimu kwa ajili ya maisha yetu na ustawi wa familia zetu. Masaa haya mfalme wa amani tunapohitimisha, katuongoze kwa vipindi vingine, ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Basi tunapokwenda kipindi kingine, nitaomba wahudumu wa huduma kuu tuwe nje kidogo kwa ajili ya maandalizi huku.